Simba wataka kujua kwa sababu gani? Leo tuko hapa katika duka la viatu la Robi Sportswear Sinza. Tumekuja hapa kwa lengo moja tu. Kata kwa simu yako tutalibia shughuli. Ndio maana nasema weka kindege. Umeelewa eh? Kama unamdai atapiga tena. Leo tuko hapa Robi Sportswear Sinza Palestina kwa lengo kuu maalum la kuwakabidhi tiketi wachezaji wa zamani wa Simba Sports Club kupitia umoja wao wa Simba Veterans. Wachezaji hawa wameitumikia Simba kwa nyakati tofauti na wengine wamewahi kuwa viongozi ambao wanaunda umoja huu wa Simba Veterans. Simba Sports Club tunatambua umuhimu wa wachezaji hawa wa zamani. Tunatambua na kuenzi kazi yao kubwa ambayo walifanyia Simba Sports Club kwa nyakati zao wakati wakicheza na wakati muda mwingine wakiwa wanaiongoza. Walifanya kazi kubwa, tena ilikuwa ni kazi ya kujitolea. Hivyo sisi ambao tuko madarakani hivi sasa tuna wajibu wa kuenzi kile ambacho walikifanya. Tuna wajibu wa kuendelea kuwatunza kutokana na kazi kubwa ambayo wameifanya. Simba hii ambayo tunaringa nayo hivi sasa ni Simba ambayo kuna watu walivuja jasho huko nyuma na kuifanya Simba kuwa bora iliyokuwa hivi sasa. Kwa hiyo hatuna budi sisi kupambana kuhakikisha kwamba watu hawa na wenyewe wanapata thamani kutoka Simba Sports Club. Nyote mnafahamu ya kwamba Jumatano tarehe 9 tuna mchezo muhimu wa kombe la shirikisho hatua ya robo finali. Na sisi malengo yetu makubwa katika mchezo huo ni kushinda na kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Kwenye kushinda na kufuzu hasa mechi yenye muhimu kama hii, hatuna budi kutumia kila silaha ambayo tuko nayo. Na moja kati ya silaha zetu muhimu ambazo tunapaswa kuzitumia ni wachezaji wa zamani wa Simba Sports Club. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwakabidhi tiketi hizo, na niseme tu kwamba uwezo wa kujinunulia tiketi kwenda uwanjani wanao, na wanaweza kufanya hivyo kwa fedha zao wenyewe, lakini sisi kama klabu tunawajibika kulipa fadhila kutokana na kazi kubwa ambayo wao waliifanyia klabu yetu. Hivyo basi tukatafuta mdau ama wanaweza kumuita mdhamini na tukampata Robi Sportswear ambaye yeye akakubali kununua tiketi 30 za VIPB pamoja na kutoa usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani. Usafiri kwa lengo la kwamba wasipate bugdha wakati wa kuingia uwanjani. Nyote mnafahamu mbilinge za kuingia uwanjani, vuta ni kuvute za kuingia uwanjani. Sasa kwa mashujaa kama hawa ambao wanabeba nembo ya Simba, haipendezi kwenye mechi kama hii kuingia kwa vuta ni kuvute uwanjani. Kwa hiyo Robi akatoa usafiri ambapo watakutana sehemu moja, watakaochagua wao wenyewe, wataingia kwenye basi moja ama gari moja Costa, watakwenda mpaka uwanjani, wataangalia mechi, na baada hapo watarejea tena kwenye Costa kwenye gari husika, na watarejea kwenye eneo ambalo wamelipanga na watasambana. Sisi Simba Sports Club jukumu letu jingine la msingi ni kuwapa kibali kwa maana ya car gate pass kwa ajili ya kuwawezesha kuingia uwanjani kifalme kwenda kuangalia mechi yao na kurudi majumbani kwao wakiwa na furaha ya kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Na tunaendelea kuhakikisha kwamba tunaenzi mchango wa wachezaji hawa wa zamani, na tayari wana umoja wao wa Simba Veterans ambao wamekuwa wakishiriki ligi ya maveterans. Na nichukue nafasi hii kuwaomba wadau mbalimbali, wafanyabiashara, watu wenye mapenzi makubwa na Simba Sports Club, kwa sababu ukipenda Simba, Waswahili wanasema ukipenda boga apenda na ua lake. Kwa hiyo ukipenda Simba maana yake unawajibika kupenda Simba senior team, kuipenda Simba ya wanawake, Simba ya watoto pamoja na Simba ya maveterans. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba
wadau mbalimbali wajitokeze kuwa support kwenye ligi yao, ili mradi wawe na mazingira mazuri kwenye ushiriki wa ligi yao. Kuna safari wanasafiri, kwa hiyo sio lazima utoe fedha nyingi sana, lakini kidogo ambacho utawasapoti kuweza kuwasaidia kufika kwenye kituo chao cha mechi, wakacheza mechi, wakarejea majumbani kwao, utakuwa umeisaidia Simba Sports Club. Na nianze kwa kuwapongeza na kushukuru Robi Sportswear kwa kukubali kubeba jukumu hili la kuanunulia tiketi pamoja na usafiri kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 9. Mara baada ya kusema hayo, sasa maneno yasiwe mengi sana, nikabidhi tiketi zenyewe. Na kwenye safari hii wamewakilishwa na Innocent Njovu ambaye yeye amewahi kuwa meneja wa Simba Sports Club. Unaweza kumuita Patrick Reyimam wa zamani wa Simba Sports Club. Lakini vile vile tuko naye Dua Saidi, yeye ni mshambuliaji wa zamani wa Simba Sports Club. Wako hapa kwa niaba ya wenzao kuja kupokea tiketi hii waende wakaishuhudie Simba Sports Club. Kwa hiyo tukabidhiane. Bwana anapokea mwenyekiti Njovu Sawa. Njovu hizi ziko 30. Tuhesabu moja moja au tunaaminiana Tunaaminiana. Ziko 30 kutoka Robi Sportswear za VIPB. Si jukwaa linatosha Linatosha kabisa. Basi. Msikae pale chini, kuna wahuni huwa anamwaga maji. Kaeni pembeni kidogo hapo. Sawa. Lakini pia kutakuwa kuna usafiri. Nitawapa namba ya dereva, tayari tushazungumza naye, atawachukua kwenye pointi ambayo mtaichagua nyinyi wenyewe. Mtakwenda uwanjani na baada ya mechi mtarejea kwenye gari lenu, mtarudi kwenye pointi ambayo mmeichagua. Lakini kesho tutawasiliana Dua, kwa sababu mtu wangu wa Tabata nikuletee kibali cha gari ili muweze kuingia kwa pamoja. Bana, hii hapa kutoka Robi Sportswear. Nashukuru sana. Unyama au tuzitandaze zionekane nini? VIPB hiyo milioni fulani hivi kama teketea. Tutajua kama ulikuwa unacheza karata Sogea hivi Njovu bwana. Azma yetu ambayo imetuleta hapa. Jingine napenda sana kushukuru uongozi wa Simba Sports Club, maana hii heshima waliotupa ni kubwa sana mno. Na hii sio mara ya kwanza. Hii nadhani itakuwa kama mwendelezo wa sisi kusaminiwa kwenye klabu ya Simba. Kila linapotokea jambo kubwa kama hili, huwa tunaitwa na tunakabidhiwa kama hivi tiketi au tunasaidiwa kwenye mambo mengi. Na kama alivyozungumza hapa meneja wa habari, na katika ligi yetu kuna vitu ambavyo tumesaidiwa na kama klabu na mpaka kufika hapo tulipofika, ambao tumemaliza mzunguko wa kwanza tukiwa sisi tunaongoza kwenye group letu, na mzunguko wa pili unategemewa kuanza tarehe 14. Kwa hiyo tunawashukuru sana uongozi kwa kututhamini, maana bila wao kuna vitu sisi hatuwezi kwenda. Maana wao ni muhimu sana kwetu, pamoja na sisi ni muhimu kwao, lakini wao pia ni watu wa muhimu kwetu, na ndio maana kila tunapopata tatizo lolote au tunaposhida yote tunakimbilia kwenye uongozi wa klabu ili uweze kutusaidia. Kwa hiyo tunakushukuru sana meneja wa habari kwa kutuwezesha leo hii kuwa na uhakika na sisi kwenda uwanjani kifua mbele kuishangilia timu yetu. Tukija kuzungumzia kwenye timu, na imani kabisa kwa hichi tunachofanya, kwa kujiandaa kwa meneja wa habari anavyozunguka kuhamasisha watu, naamini tutajitokeza kwa wingi kwenda kuishangilia timu yetu. Na kama mnavyojua, tukijaza uwanja ni nafasi kubwa sana sisi ya kwenda nusu finali. Ipo goli 2 sio nyingi kabisa. Mimi ninavyojua Simba tuna uwezo sisi hapa kupata hata zaidi ya goli 3. Kwa hiyo nina imani kabisa watu wajitokeze tu kwa wingi. Tuna uhakika wa 100% sisi tunakwenda nusu finali. Asanteni. Na Njovu, ulihudumu pale kama meneja, ulisimamia Simba na kuongoza wachezaji katika mechi ngumu, na hii mechi iliyokuwepo mechi muhimu ya kutinga hatua nusu finali na hata Simba kuvunja historia ya kuishia robo finali. Labda neno gani linaenda kwa wachezaji?
Mimi nadhani muhimu wachezaji wajue nini wanatakiwa ndani ya Simba. Unajua Simba ni kitu kikubwa sana, ni kitu kikubwa mno. Kuichezea Simba kwanza wewe mpaka kupata nafasi ya kucheza ukaonekana, ni lazima ujisifie, maana ni timu moja kubwa sana ambayo inajulikana sehemu zote. Kwa hiyo hapa ni kuwapa tu moyo wachezaji wetu na kuwaeleza na kuwapa nguvu. Na ninavyojua mimi Simba tukijaza uwanja, wachezaji wetu watakuwa na nguvu ya nje ambayo itatuwezesha kabisa sisi kupata ushindi. Kwa hiyo ni muhimu tu tujakajaze uwanja, tuishangilie timu yetu, nusu finali iko mbele yetu. Asante sana. Tuambie shoti hapo kuelekea mechi yetu na tukio hili ambalo tumewafanyia kuelekea Jumatano. Mimi kama kapteni wa maveterani, kwanza napenda kushukuru uongozi wa Simba kwa kutuwezesha hicho kilichofanyia, kwa sababu ni timu chache sana kuwathamini wachezaji ambao wamepita katika klabu. Na vile vile napenda kushukuru Rudi ambao wametoa tiketi pamoja na usafiri. Kwa upande wa gemu, mimi naweza kusema mechi haijaisha. Na siku zote Simba kama Simba, kwa sababu mimi mwenyewe nimecheza. Na mechi kama hizi nimecheza sana, sio kidogo. Kwa maana hiyo mimi nina uhakika Jumatano wale watu tunaondoa. Na nikichukulia hivyo, niliona game iliyopita. Ni sisi wenyewe mimi naweza kusema tumejipindua tu. Lakini kwa Dar es Salaam, kwa Mkapa na kwa mikakati ninayojua mimi ya Simba, yani wapenzi waje washuhudie, na hata sisi wengine tutakuwepo pale. Nikimwambia mtu kama Shabalala anaelewa, Kapombe ni watu ambao tushakuja sio mara moja kwa matukio kama haya. Kuna kipindi tushaitwa tukaongea na timu yote ya wachezaji. Kwa maana hiyo sisi tuko kwao na tunawasupport kwa kile kitachotokea. Kwa hiyo tunawaomba wapenzi wa Simba waliokuwa mikoani, waliokuwa nje ya nchi, kwa mechi hii ni tukio ambalo linakuwa la kihistoria, kwa sababu kuja kuitoa timu ambayo unahitaji uifunge si chini ya bao 3 ni historia kubwa ya mpira katika nchi yetu na katika ulimwengu wa soka. Kwa maana hiyo, yani mimi nawashibisha wapenzi. Mimi sina hata wasiwasi kabisa na game hii. Kuna game mtu unaweza kuwa na wasiwasi nazo, lakini kwa game hii mimi naambia waje tu. Na ndio maana hata sisi tumeomba tiketi ya kwenda kushuhudia katika historia ambayo itawekwa pale Taifa au kwa Mkapa. Goli 3 zinazohitajika zinatoka kwa maforward au washambuliaji, na wewe ukiwa kwenye hiyo nafasi, pengine unawaambia nini Simba Mkwala, unawaambia nini kama wewe mchezaji mkongwe katika hiyo nafasi? Kina Ateba na Mkwala, kikubwa nitachowaambia waangalie Mpanzu anafanya nini, kwa sababu Mpanzu anakuja na mpira anamaliza uwanja. Anapomaliza uwanja inatakiwa labda kuna interchange pale katikati, sio ufike usimame. Unaposimama unakuwa huwezi kumove hata mpira ujui unaenda wapi. Kwa maana hiyo wakishafika kwenye 18 na wanafanya moving, uhakika wa magoli ni mengi. Lakini katika kushambulia vile vile pawe na watu wengi, asiwe mtu mmoja au wawili. Wewe mwenyewe unaona magoli yanavyofungwa, na magoli mengi kawaida huwa yanatokea pembeni. Na tuna uwezo sisi wa pembeni ambao huku kuna Kibu, huku kuna Mpanzu. Kila mtu ana speed. Kwa maana hiyo wale watu wakate tu, wasichelewe kuingia katika 18. Uhakika goli 3, mimi na hakika hata kipindi cha kwanza tutakuwa tushaongoza 3, tunasubiri cha pili. Wakijiangusha watu wakitoka pale oya. Asante. Bwana, jina langu naitwa Joseph, niko hapa kama mwakilishi wa Robi Sportswear. Sisi kama Robi Sportswear, kwa kutambua ukubwa wa mechi hii lakini pia umuhimu wa mechi hii ya kimataifa ya Simba Sports Club, tumeona tudhamini tiketi hizo 30, lakini pia usafiri kwa maveterani wetu wa Simba Sports Club kuelekea katika mchezo mkubwa wa kimataifa ambao utafanyika kwa Mkapa hapo. Lakini pia vile vile tunapenda sana kuhimiza pia hata kwa watu wengine pia, kwa kutambua huu mchezo wa kesho kutwa inabidi tukaisupport. Hii Simba inaenda kuwakilisha taifa, haiwakilishi tu ya klabu peke yake. Lakini kabla ya kwenda kwa Mkapa, hakikisha unakuja hapa pia dukani kwetu, unapata raba kali, unaingia kwa Mkapa, unaenda kuishangilia Simba yako kibabe zaidi. Sisi tupo Sinza hapa Palestina. Hakikisha unasogea hapa mara moja, raba za kila aina unazipata. Kwenda hata ukitaka raba yako iwe ya Simba kabisa, iwe na usimba ule unaipata hapa mjengoni kwetu. Kwa hiyo niwatakie kila laheri Simba Sport Club, na hii tunavuka. Asante. Joseph umetaja jina moja.